بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأربعين النووية، ومعنى الحديث التاسع عشر. كذلك حديث زي تمشيته شاء الإمام النووي رحمه الله تعالى تنازلت حديث اليوشية حديث يقوم نتيسة بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم في حديث وفق صلوات الله وسلامه عليه. Abdullah ibn Abbas anaeleza, anasema kwamba nilikuwa mimi nyuma ya Mtume sallallahu wasallam alayhi, kuntu khalfa an-nabii sallallahu alayhi wasallam, nilikuwa nyuma ya Mtume sallallahu wasallam alayhi. Huyu ni Abdullah ibn Abbas, mtoto wa Mtume wa Ibn Abbas. Yeye alikuwa ni sahaba na baba yake alikuwa ni sahaba, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anamwombea dua mara nyingi sana Abdullah ibn Abbas. Katika dua alizokuwa akimwombea alikuwa akisema: Allahumma faqihhu fi din wa 'allimhu at-ta'wil, Allah mpe ufahamu Abdullah ibn Abbas katika masala ya sheria, katika masala ya dini, na vile vile mfundishe na mpe elimu ya tafsiri. Kwa hiyo aliombewa dua na Mtume sallallahu wasallam alayhi, fakana ayatan min ayati Allah subhanahu wa ta'ala, alikuwa ni katika alama kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala katika elimu, bali alipewa jina la turjuman al-Qur'an wa hibrul umma. Maanake alikuwa ni mwanazuoni katika wale wanazuoni wa kisahaba, alikuwa ni turjuman al-Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala amempa kubwa sana katika masali ya Qur'an. Wakana tiflan saghira, na alikuwa ni mtoto mdogo sana katika zama za Mtume sallallahu wasallam alayhi. Tufiya ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam wa huwa lam yablugh al-hulum, alifariki Mtume sallallahu alayhi wasallam min hali Abdullah ibn Abbas, hata bado hajafikia umri wa baligh. Kwa hiyo yeye anasema nilikuwa nyuma ya Mtume sallallahu wasallam alayhi siku moja, faqala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kuniambia mimi: ya ghulam, ewe kijana. Wal ghulam huwa as-saghir, kijana ni mtoto mdogo. Wa hadha fihi dalilun ala al-inayati bis-sighar, na hii inathibitisha umuhimu wa Muislamu kuwatilia umuhimu wale watoto wadogo katika kuwaelekeza masali mbalimbali ya dini yao. Kwa hiyo Mtume alikana Abdullah ibn Abbas akawa anamwambia maneno yafuatayo: inni, hakika yangu mimi, uallimuka kalimati, na kufundisha leo maneno
ومعناها أن هذه الكلمات يسيرة لمنينه مepesi na ni madogo. Alimweleza maneno yafuatayo, alimwambia ihfadhillah, ihifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, yani ihfadh dinahu, ihifadhi dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bifi'li awamirihi wa ijtinabi nawahihi, kwa kuyafanya yale aliyoyaamrisha Allah subhanahu wa ta'ala na kujiepusha na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyakataza. Ihfadhillah tajidhu tujahak, muhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala, utamkuta Allah subhanahu wa ta'ala mbele yako. Hii tajidhu amamaka, utamkuta Allah subhanahu wa ta'ala mbele yako. Bimaana inna Allah jalla wa ala qaribun min ibadihi, na hii inaonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko karibu zaidi na waja wake. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yubadiru ila mathubati ibadihi, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mwepesi sana kuwalipa na kuwapa thawabu wale waja wake wenye kufanya kheri. Kwa hiyo Allah ndio msimamizi wako utakapomhifadhi. Idha sa'alta, pindi utakapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Maana idha sa'alta, utakapoomba katika maombi yako, basi fas'alillah, muombe Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa una mambo yako unahitaji kuomba, basi muombe nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sta'anta, pindi unapotaka msaada katika maisha yako, katika mambo yako, fasta'in billah, basi pia mtegemee Allah subhanahu wa ta'ala, utafute msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anampa maneno ambayo ni mwongozo kwake na kwetu sisi kwa ujumla, kumwambia wa'lam, natambua vile vile anna al-umma, kwamba hakika ya umma, na umma ni mujtama wote kwa ujumla, mujtama ambao walikuwa wakiishi nao kwa ujumla. Alimwambia lau ijtamaat, laiti umma, hawa watu wote utakusanyika, ala an yanfa'uka bi shay, ili wataki kukunufaisha wewe kwa jambo lolote, basi lam yanfa'uka, kamwe hawatoweza kukunufaisha wewe, illa bi shay, isipokuwa kwa jambo ambalo qad katabahu Allahu laka, Allah subhanahu wa ta'ala amekuandikia jambo hilo. Na imetumika hii laka kwa sababu yadullu ala annaha fil khair, inafahamisha kwamba ni khairi inakusudiwa hapa, tofauti na ibara itakayotumika katika jumla zifuatazo. Wa in ijtama'u, na laitu umma utakusanyika, ala an yadhurruka, ili upate kudhuru wewe, bishai, kwa jambo lolote, watawafikiana umma ili wakuletee madhara, basi lam yadhurruka, hawatoweza kukudhuru wewe, illa bishai, isipokuwa kwa jambo ambalo katatabahu Allahu alayka, Allah atakuwa amekuandikia likufike. Alayka manake ni jambo baya ambalo Allah amelipanga likufike. Fa al-Qur'an naqulu hujjatun laka au alayka, manake Qur'ani huenda ikawa ni hoja kwako, manake ikawa ni khairi, mfahamiana, au alayka manake au iwe ni maangamivu kwa wewe. Kwa tofauti baina laka inakuja katika khair, lakini alayka inakuja katika shari. Wa rufi'at al-aqlam, na zimekwisha kunyanyuliwa qalam. Wa aqlam al-maqsud biha aqlam kitabati al-qada' wal qadar, zile kalamu ambazo zimetumika kuandikia qada wal qadar, masala ya makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyowakadiria waja wake. Nafikiri nimesoma katika usul as-sunna al-Imam Ahmad masail al-qada wal qadar, laysa kadhalika? Akhadhtum al-mas'ala tamam. Wajaffat as-suhuf, na vile sahifa ambazo zimeandikiwa masaili hayo pia zimekwisha kukauka. As-suhuf allati kutibat fiha al-maqadir, fahadha fihi al-iman bil-qada'i wal-qadar. Hadithi hii pia inaonyesha katika ibara hizi kwamba kuna ithbati ya muumini kuamini makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala na kadari zake. Wa huwa wasiyatu Ibn Abbas wa ghairihi, na huo ni wasia ambao alipewa Ibn Abbas pamoja na sisi sote kwa ujumla. Tu'minu bil qada'i wal qadar, kwamba tuamini
masaili ya qadha pamoja na masaili ya qadar. Lakini katika riwaya vile vile imekuja ihfadhillah tajidhu amamak. Hii inafasiri ibara iliyopita katika ile riwaya ya kwanza. Ta'arraf ila Allah, ta'arraf ila Allah, maana yake jipendekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'arraf ila Allah, jipendekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mfahamiana aiyo. Fi raha, katika raha, katika ile hali yako wewe unayohisi furaha katika maisha yako. Yaarifka fi shidda, Allah subhanahu wa ta'ala atakufahamu, manake atakukumbuka katika upande wa shida zako. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni msaada wako. Ay kun qariban min Allah subhanahu wa ta'ala fi jami'i ahwalik, makusudio kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zako zote. في حال رخائك وعدم حاجتك لا تلتفت عن الله سبحانه وتعالى. كن قريبا من الله بطاعته وترك معصيته. ملواتك كمشاعر وتكون قريب من الله سبحانه وتعالى. واعلم لو فهم بالفعل ان ما اخطاك وبالغ mambo ambayo hayajakufika katika maisha yako lam yakun liyusiba, basi haikuwa katika makadirio mambo hayo ya kupata wewe. Jambo ambalo hujalipata katika maisha yako halijakufika, basi ndio kadari hiyo iliyopangwa, manake halikuwa lenye kukufika jambo hilo. Wa aidan wama asabaka, na jambo ambalo limekufika na limekupata katika maisha yako lam yakun liyukhtiaka, halikuwa jambo hilo ni lenye kukukosa wewe. Kwa hiyo hadithi hii ni adhimu, inafahamisha kwamba mtu aridhie yale makadirio ya Allahu subhanahu wa ta'ala katika maisha yake, na afahamu kwamba yale yenye kumkuta mmoja wetu basi ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala, na amepangiwa hayo yamfike, na yale ambayo ameepushwa nayo haya kumfika katika maisha yake, afahamu kwamba hayo Allah subhanahu wa ta'ala hakumkadiria kuweza kufika mambo hayo. Wa aidan wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabri, na vile vile fahamu kwamba hakika ya nusra ma'a as-sabri, nusra iko pamoja na subra. Maana ili ipate nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala, alayka bimadha, alayka bisabri, lazima ufanye subra katika maisha yako na katika mambo yako yote, unatakiwa ufanye subra. Al-insanu yubtala fi hadhihi al-hayat, mwanadamu anajaribiwa kupitia mitihani mbalimbali katika haya maisha. Fata'rifu lahu al-alamu wa mashaq wa makarih, kujitokeza kwa binadamu mambo mbalimbali, mashaka na mwingine kupata huzuni, lakini alayhi madha, alayhi bisabr, anatakiwa binadamu ashikamane na subra katika maisha yake, lianna shadaida tazul wala tahul, kwa sababu shida mara zote huwa zina muda na kuna muda vile vile zinaondoka. La tadum fayuqabilu shadaida bisabri, unapopata mitihani basi ikabili kwa kuifanyia nini? Kwa kuifanyia subra, hata yuzilaha Allahu anhu, mpaka Allah amuondolee ile iliyofika na mitihani, ile mitihani iliyofika. Wa aidan yaqul an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa anna al-faraja ma'a al-karbi, na kwa hakika ya faraja kama vile nusra. Mfahamiana faraja, furaha ma'a al-karbi, maana yake imeambatana na nini? Na ile mitihani. Al-karbu ni kule kuzidiwa na mitihani, maana kila ukiona mitihani yako tadhiqu alayhi, basi ndio kuna faraja karibu. Maana kila mitihani inakuzidi kuwa mikubwa, basi fahamu kwamba faraja iko karibu katika maisha yako. Wa hakadha akhbarana Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. ويقول الله سبحانه وتعالى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فيكلا تضيقي inapokuwa kubwa, mitihani inapokuwa mikubwa, basi fahamu kwamba subra, yani ile faraja ya Allah subhanahu wa ta'ala iko karibu. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن مع العسر yusra, na pia unatakiwa ufahamu kwamba al-usri yusra, kwamba ile ule uzito basi uko pamoja na nini? Na wepesi. Umefahamiana? Kwa hiyo siku zote katika maisha yako
hali hizi ambazo zimeelezwa katika hadithi, basi fahamu kwamba nusra ya Allah iko karibu, faraja ya Allah iko karibu, na ule wepesi wa Allah subhanahu wa ta'ala wako pia uko karibu. Kwa hiyo Mtume salawatullahi wasalamu alayhi alikuwa akimuhusia Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma kushikamana na masaili haya ambayo yametajwa hapa. Kwanza ashikamane na Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile yajitahidi katika maisha yake amini bil qadai wal qadar, kwamba yeye atakayemnufaisha ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba ajitosheleze na Allah subhanahu wa ta'ala, na wala asimtegemee mwingine yoyote katika maisha yake, na wala asiamini kwamba labda umma wanaweza ukamdhuru au ukamnufaisha isipokuwa kwa mipango ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akaelezwa mambo ambayo anatakiwa kushikamana nayo katika maisha yake ili yaishi katika hali nzuri, na hayo yote ni wasia wa Mtume sallallahu wasallam alayhi wa Ibn Abbas, lakini ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa wewe na mimi vile vile. ويأخذ هذه الوصايا من النبي صلوات الله وسلامه عليه tuhifadhi wasiyauna tufanye kazi katika maisha yetu. Walmu'minu hakadha, na mu'min anakusikia haya ambayo yanayotajwa kama mwongozo kwa masahaba ridwanullahi alayhim, anatakiwa awe na shughuli rahisi kwamba kama anaambiwa yeye, ili aweze kufaulu na kufanikiwa katika maisha yake. الحديث التالي الحديث العشرون، حديث 20. حديث هي الذي يخصنا الحياء من الإيمان، kwamba haya ni katika sehemu ya iman. Haya ni katika sehemu ya iman. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري. هذا حديث عظيم أيضا، حديث كوفي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كما يسمى katika hadithi hii ibara ambayo ni nzito sana: idha lam tastahi fasna ma shi'ta. Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, inna mimma adraka an-nasu min kalami nubuwa, hakika miongoni mwa mambo ambayo watu wameyahifadhi, katika yale mafundisho ya maneno ya mitume, miongoni mwa mambo ambayo watu wameyahifadhi, manake wameadiriki kwa kuyasikia. Tumefahamiana, umma ukinukuu jilun baada jil, wameondoka hawa wakawafundisha wengine, hivyo hivyo alilmu mirath. Miongoni mwa yale ambayo watu wameyahifadhi kutoka katika yale mafundisho ya manabii ambao wametangulia wa mwanzo, ibara ifuatayo: idha lam tastahi fasna ma shi'ta, kwamba ikiwa hautoona haya basi fanya unachokitaka. Hadha min babi tahdidi. Ibara hii imekuja kuonyesha ugumu fulani, maana kama vile kitisho, si kwamba ni ibara imekuja ashwari. Hapana, kwamba ukiwa huoni haya fanya unachokitaka. Sasa ana kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur. Allah ametoa uhuru kwamba anayetaka kufuru ampinge. Abada, laysa kadhalika, li'annahu tahdid. Imekuja katika mlango wa tahdid kwamba hutakiwi ufanye hivyo katika maisha yako. Fahamiana, kuna mipaka ya kujichunge katika maisha yako. Walaysa takhyiran lilinsani annahu yaf'alu ma yasha, sio khiari kwa binadamu kwamba anafanya kile anachokitaka. Wa hadha huwa maana alhadith. Kwa hiyo idha lam tastahi, ikiwa hautoona haya katika maisha yako, fasna ma shi'ta, maana yake unatakiwa katika maisha yako ujipambe na nini? Na haya. Binadamu yubali, huwa anajali katika yale maisha yake. Wa anna alladhi la yastahi, na tufahamu kwamba yule ambaye haoni haya katika maisha yake mahrumu min hadhihi alkhaslati alazima, huyu atakuwa
amenyimwa tabia hii ambayo ni nzuri sana, haya min al-iman. Haya ni katika sehemu ya imani. Kwa hiyo lazima mtu ajipambe na tabia hii ya haya. Ni katika tabia ambazo Uislamu umetuhimiza sana Waislamu kujipamba nazo. Kwa hiyo miongoni mwa mafundisho yaliyopita katika mafundisho ya manabii wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maanake tunatakiwa sisi tuwe na haya katika maisha yetu, na imekatazwa mtu kutokuwa na haya katika maisha yake. Tumefahamia الحديث واضح تمام. واصل إلى الحديث الثاني. الحديث 21 حديث يا 21. الحديث inatueleza kuhusiana na al-istiqamatu bil-islam, maana kuwa na msimamo katika dini ya Uislamu. Hadithi inatufundisha kwamba Muislamu anatakiwa awe na msimamo katika maisha yake, anatakiwa awe na msimamo. Hadithi hii imepokelewa na Abi Amri, waqila Abi, imekuja jina la Amri au imekuja jina la kuna majina mawili hapo. Kuna jina la Amri na pia vile vile tumesema kwamba alipokea ni Amra bin man Sufyan bin Abdullah radiyallahu anhu qala, sema qultu ya Rasulullah, anasema nimesema kumwambia Mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi. Hadha yadullu ala sahabati nabii sallallahu alayhi wasallam bi ashabihi, kwamba yale maisha ya masahaba na Mtume ilikuwa na ukaribu sana. Tumeona hadithi nyingi sana qultu, hiyo inaonyesha ule ukaribu wa nani? Wa Mtume salawatullahi wa salamuhu alayhi na masahaba zake. Anasema Amra kwamba nimesema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, qul li fil islam, sema kuniambia mimi katika Uislamu, katika dini hii, katika mafundisho, niambie mimi kauli yoyote ambayo la as'alu anhu ahadan ghayraki. Kauli hiyo ikiwa utaniambia, basi sitauliza, umefahamiana, kumuuliza yoyote baada ya hapo, manake kutafuta kauli nyingine. Hiyo ni kauli jami'un li khairi dunya wal akhirah. Hiyo ni kauli ambayo imekusanya khairi zote za dunia na akhirah. Manake nikishikamana nayo hiyo kauli katika maisha yangu, basi ndio msingi wa mafanikio yangu katika maisha. Faqala an-nabii sallallahu alayhi wasallam qala lahu qul amantu billahi thumma istaqim, sema kwamba nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, nimemwamini Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim, kisha baada ya kushikamana na kauli hiyo simama nayo, kuwa na msimamo nayo. Mfahamiana, manake kuwa na msimamo wa hiyo kauli yako. Na hili limeelezwa katika aya nyingi sana katika Qur'an. Allah sema innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, innal ladhina qalu ربنا الله ثم استقام فاستقم كما أمرت أيضا فاستقيموا إليه واستغفروه. Kuna aya nyingi sana zinasisitiza msimamo katika maisha yetu. Kwa hiyo alimwambia qul amantu billahi thumma istaqim, hiyo alimsisitiza kuwa na imani, kama huwa maalum wa tatakarraru bayanuhu annahu qawlun bil lisani wa i'tiqadun bil qalbi wa 'amalun bil jawari yazidu bi ta'a wa yanqusu bilmaasiya. Hiyo imani. Kwa hiyo alimwamrisha yeye awe na imani katika maisha yake, na imani tatakarraru au yatakarraru taarifuhu, taarifu yake inajikariri mara nyingi, huwa tunaisoma kwamba ni kauli ambayo inathibitishwa na ulimi, aidha na itikadi ambayo inapatikana katika moyo wa mmoja wetu, lakini na matendo ambayo yanafanywa kupitia nini? Viungo. Tumefahamia imani inathibitishwa pia na mwili wako na yale unayoyafanya, si kwamba inabakia tu katika moyo peke yake. Na imani katika sifa yake yazidu bimadha bitaa, inazidi kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa yanqusu bimadha bilmaasi. Imani haibaki katika daraja moja. Fahimna jaydan. Kwa hiyo hadha huwa al-iman, fala yakfi anna al-insana yu'minu biqalbihi. Haitoshi kwa binadamu akasema tu ana muumini,
biqalbihi yuthbitu al-iman, ikawa anathibitisha imani kwa moyo wake pekee yake, wala yaqulu bilisani, wala ikawa hatamki kwa ulimi wake. Mfano ni amu nabii sallallahu alayhi wasallam, Abu Talib. Yule alikuwa anaamini kwamba Uislamu ni dini ya haki katika moyo wake. Tunafahamu kwamba nasara nabii sallallahu alayhi wasallam, alimnusuru nani? Mtume sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa ni mtu wa karibu sana wa Mtume sallallahu wasallam alayhi, lakini mata ala madha ala al-kufri, alikufa ilhali ni kafiri, lakini alikuwa ana imani katika moyo wake kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtume wa haki. Je, jambo hilo limemnufaisha yeye kuamini katika moyo wake? Hapana, kwa sababu hajitimiza vigezo vya imani. Katika kauli zake maarufu sana anasema, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyani albariyati dina laula almalama au hadharu masabbatin lawajadtani sabhan bidhaka mubina. Kwa maana yaqini anafahamu kwamba dini ya Muhammad ni dini ya kweli, lakini laiti ilikuwa si lawama za Quraysh na matusi, basi ningekuta mimi katika Uislamu ni katika watu wa mwanzo. Lakini lam yanfa'u dhalika, haikumnufaisha hiyo wala hakunufaika na ile imani yake, kwa sababu lam yuthbit al-iman bilisanihi, akusema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hiyo hili halikumnufaisha yeye, kwa hiyo mata wa huwa ghairu mu'minun billahi, tunahesabu kwamba amekufa hakumwamini Allah, kwa sababu lam yantiq bimadha bilisanihi. Kwa hiyo al-iman la budda min al-umuri thalatha: an-nutqu bil-lisani wa i'tiqadu bil-qalbi wal-amal bimadha bil-jawarihi, yazidu bil-ta'a wa yanqusu bil-ma'siyah. Kwa hiyo Mtume salawatullahi wasalamu alayhi amempa mwongozo Amra kwa kumwambia qul amantu billah, basi sema kwamba mimi nimemwamini Allah, kisha baada ya imani yako kushikamana nayo, thumma istaqim, shikamana na msimamo huu katika maisha yako. Alhadith wadih. نواصل الى الحديث الثاني، الحديث الثاني والعشرون. حديث inatueleza الطريق الى الجنه، inatufungulia mlango, inatupatia, inayotupeleka sisi katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. حديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: kuna mtu mmoja alimuuliza Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi akasema: araaita idha sallaytu al-maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu al-halala wa harramtu al-haram wa lam azid ala dhalika shay'an أأدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه مسلم. Hii katika hadithi ambazo ni swali, manake limetoka kwa mmoja katika wale masahaba wa Mtume salawatullahi wasalamu alayhi, wa huwa mubham, lam yudhkar. Sahaba huyu hakutaja, wala haja lana bi ma'rifatihi, hatuna haja ya kumfahamu sahaba yule, lakini tuna haja ya kuyafahamu haya ambayo ameeleza kumweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam, na tuna haja ya kufahamu mwongozo wa majibu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale masuala yake. Alimweleza Mtume sallallahu alayhi wasallam: araaita ya nabii Allah, waonaje ewe nabii wa Allah, idha sallaytu al-maktubat, ikiwa mimi nitatosheka na kusali swala za faradhi peke yake katika maisha yangu. Tumefahamiana? Yani iktasartu ala salawati al-mafruḍa, mimi maisha yangu ikawa nasali swala za faradhi tu, wala atanafal, wala ikawa si swali swala za sunna. Wasumtu Ramadhani, na nikaishi mimi katika maisha yangu nikawa nafunga tu mwezi wa Ramadhani. Iktasartu ala al-fardh wala asum tatawuan, wala ikawa sifungi funga za sunna.
sunna katika maisha yangu. Kisha wa ahlaltu alhalala, na yale mambo ya halali yote mimi ndio ikawa nashikamana nayo. Ahlaltu alhalala, ikawa nashikamana na mambo ya halali katika maisha yangu. Ai i'taqadtu hillahu wa fa'altuhu, jambo la halali naamini kwamba hili ni la halali na ninalifanya. Wa aidan wa haramtu alharam, na nikajiepusha na mambo ya haramu. Tumefahamia ai ijtanabtuhu, nikajiweka mbali na mambo ya haramu, na ikawa ninaamini kwamba haya ni haramu, kisha nikajiweka mbali na mambo haya. Baada ya haya akamuuliza Mtume, wala azid ala dhalika shay'a, kisha ikawa katika maisha yangu sifuatilii kingine chochote, maana sizidishi baada ya hayo niliyokueleza. Aqadkhulu aljanna, hivi ya Rasulullah, taingia peponi kwa hali yangu hiyo? Qala sallallahu alayhi wasallam, akamwambia naam, kwa kufanya hayo utaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha alhadith fihi أن من أدى الواجبات والفرائض وترك المحرمات واكتفى بالحلال عن غيره من المآكل والمشارب المحرمة فإنه يدخل الجنة. حديث inaonyesha kwamba yule atakayefanya haya peke yake basi ataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huna fihi faida, na katika hadithi hii kuna faida ambayo inabidi tuizingatie. Allah jalla wa ala qasama almu'minina ila thalathati aqsam, amewagawanya waumini katika sura tatu, katika hali tatu. Al-awwal zalimun li nafsihi, Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika aya, faminhum zalimun li nafsihi wa minhum hakadha. Allah ameeleza hali hizi tatu katika aya ya moja. Allah anasema faminhum zalimun li nafsihi. Kwa hiyo kuna mtu wa kwanza, daraja la kwanza ni mtu zalimun li nafsihi, mwenye kuidhulumu nafsi yake. Wa huwa alladhi yaqa'u bil ma'asi duna ash-shirki, ni yule ambaye anafanya maasi ukiacha ushirikina. Maana yake anafanya maasi lakini amejiepusha na ushirikina. Fahadha tahta mashi'ati Allah subhanahu wa ta'ala, in sha'a ghafara lahu wa in sha'a adhabahu. Huyo anakuwa katika mashia, katika khiari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa Allah atataka kumsamehe atamsamehe, na ikiwa atataka kumwadhibu basi Allah subhanahu wa ta'ala atamwadhibu. Walakin huwa min ahli aljanna, lakini mtu wa dini hii anakuwa ni katika watu wa peponi. Wala udhiba fa inna ma'alahu ila aljanna, hata kama ataadhibiwa. Msimamo wa sunna wal jamaa ndio msimamo sahihi katika hili. Hata kama ataadhibiwa siku zote katika maisha yake yale ya mwanzo ya akhira, basi ma'alahu aljanna, mwisho wa siku makazi yake yatakuwa ni wapi? Ni katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha zalimun li nafsihi. Wathani wa huwa almaqsud bihadha alhadith, na mtu wa pili ambaye amekusudiwa katika hii hadithi huyo almukhtasir. Umefahamia Allah sema wa minhum mukhtasir alladhi ikhtasara ala al-faraid. Mukhtasir maksudio yake ni yule ambaye yeye ametosheka na yale mambo ya faradhi pekee yake, wala yati bin nawafil, ikawa anafanya mambo ya faradhi, anatekeleza ibada za faradhi, lakini ikawa hatekelezi ibada za sunna. Yeye hafungi hizi somo nawafil wala hasali salatu at-tatawwu, yeye ameshikamana fakat na mambo ya faradhi. Wataraka al-muharramat wa iktafa bil mubahat, ikawa ameepukana na mambo ya haramu na anayafanya yale mambo ya halali pekee yake katika maisha yake. Huyu ndio ambaye amekusudiwa katika hadithi hii. Mfahamiane, na huyu jibu lake ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ni min ahli aljanna walau lam yatanaffal, hata kama kufanya yale mambo ya sunna ikawa atakuwa ameshikamana na haya aliyosema vizuri, kama alivyothibitisha huyu sahabi mjalil kwamba mimi haya tu ndo ninayofanya, sifanyi maovu wala maasi wala simshirikishi Allah. Hali yangu itakuwaje? Kumwambia na anta min ahli aljanna, wewe ni katika watu wa peponi. Wa thalith as-sabiqu bil khairat, yule mwenye kushindana katika masala ya khairat. Wa huwa alladhi adda alwajibat wal faraid wal nawafil, na huyo amemzidi huyu wa daraja la pili. Yeye anafanya masala ya faradhi yote, lakini anashikamana pia na an-nawafili. Umefahamiana? Fahadha fi a'la darajati al-mu'minin, huyu ni
ni katika wale wenye daraja la juu, tumefahamiana, la pepo katika waumini. Faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Haya ndio madaraja matatu ambayo yametajwa ya waumini. Walmu'minuna la yakhrujuna an hadhihi al-aqsam thalatha. Waumini hawatoki katika hizi daraja tatu au haya matabaka matatu. Wa kulluhum fil janna, na wote na madaraja yao ni watu wapi? Wa peponi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe katika hili daraja la tatu ambalo limetajwa katika aya wa minhum sabiqun bil khairat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minhum. الحديث واضح. ننتقل إلى الحديث الثالث. الحديث الثالث والعشرون، حديث يا 23. حديث يelezea jawami'ul khair. Jawami'u al-khair maana khair kwa ujumla wake. Hadithi inaelezea khair kwa ujumla, khair kwa ujumla wake. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. حديث إلينا عن أبي مالك، صحابه يليق الحارث بن من؟ الحارث بن عاصم. هذا صحابي هو الصحابة ومتوم صلوات الله وسلامه عليه, ambaye anaeleza naye hadithi ambayo ameipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, at-tuhur shatrul iman. Tuhara bidhammi at-ta, at-tuhur ay at-tatahhur, kule kujitoharisha, kuwa msafi, basi ni shatrul imani, ni sehemu ya imani. Shatru na makusudio ya shatru ni nusu ya imani, ay nisfu al-iman. وقيل المراد بالطهور الطهور الحسي، وهو الطهارة من الأحداث والأنجاس، فإذا تظاهرت الطهارة الحسية حصل على نصف الإيمان. Kwa hiyo tohara inayokusudiwa ni tohara. Baadhi ya wanazuoni wamezungumza kwamba tohara ya kiwiliwili chako, lakini baadhi ya wanazuoni wakaeleza inaingia tohara ya mwili wako kikawaida, na tohara tumadha alqalb, tohara na usafi wa moyo wako, kwamba hivi vinapokuwa safi kwako wewe, basi una nusu ya imani katika maisha yako. Kwa hiyo at-tuhuru shatrul iman, tuhara ni shatrul iman, ni nusu ya iman. Tuhuru al-hissi wa al-ma'nawi. Wadhahir wallahu a'lam annahu shamilun lit-tuhurayn, manake kama nilivyotangulia kusema kwamba dhahiri ya hadithi moja kwa moja inaonyesha kwamba inakusudiwa tohara kwa ujumla wake, al-ma'nawi wal-hissi. Al-hissi ile tohara ya mwili wako muda wote, kukaa na udhu, kukaa katika hali ya usafi. Lakini toharatul qalbi al-ma'nawi, tohara ile ya moyo wako, kujisafisha kutokana na maasi na kuyafanya yale yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله. هذه الكلمة اسمها الحمد لله تملأ الميزان. الحمد الثناء على المنعم، لكل سفيانا يقول نيمشاهد الله سبحانه وتعالى. وهي kusema الحمد لله تملأ الميزان، neno hili linajaza mizani, linajaza mizani. إذا قالها الإنسان فإنها تملأ ميزان الأعمال يوم القيامة. binadamu anapolisema neno hili
basi hujaza ile mizani yake siku ya Kiyama. Anasema lianna alhasanati wassayiati tuzanu yawm alqiyama, kwa sababu mema na maovu yanapimwa siku ya Kiyama fil mawazin, katika mizani. Wa hiya kalimatu wahida yanbaghi ala al-abdi an yaqulaha bisidqi wa yuthni ala Allah bisidqi. Kwa hiyo muumini ili alipwe na apate ujira unaokusudiwa, basi ayaseme maneno haya kutoka katika moyo wake, akiwa na imani nayo na akitaraji malipo kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yasira, kusema alhamdulillah alhamdulillah, sasa ndio hilo basi unajizidishia mizani yako. Wa subhanallahi walhamdulillah tablaani au tabla ma baina as-samai wal ardh. Malipo unayoyapata kusema maneno haya, basi unapata ujira na thawabu, manake ujazo wa mbingu na ardhi. Hizi unaweza kuona kama ni khayali, ni kama vile mambo ambayo hayafikiriki katika kitu, si ndio? Kupata thawabu mfano wa dunia na vilivyomo, lakini Allah subhanahu wa ta'ala la yukhlifu al-mi'ad. Kama yatasawwaru al-insan fa inna lillahi subhanahu wa ta'ala malakatun a'la. Ndio utakapofikiria Allah ana uwezo zaidi ya hivyo unayofikiria. Mfahamiana, Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo zaidi ya hicho unachofikiria wewe. Ndio maana pepo katika wasifu wake vile peponi, yani mala ainu hara. Unapoona maisha yalivyokuwa mazuri, unapoyatamani maisha, unapoona watu wanaishi katika sura nzuri, unapoona hivi kuzunguka vizuri, lakini vyote hivi peponi utakutana na vitu ambavyo hujawahi kuviona katika maisha yako. Hivi unavyoelezewa kwamba kuna maziwa, kuna matunda tofauti na haya ambayo unaweka katika maisha yako. Kwa hiyo tuamini al-ghaib, tuamini ghaib, na hii ndio sifa ya muumini, alladhina yu'minuna bil-ghaib. Hii ni sifa kubwa sana ya muumini. Muumini anatakiwa afanye taslim katika yale masala ya ghaib, na wallahi hili tunatakiwa sisi tulithibitishe katika maisha yetu. Yaani tujione kwamba nahnu mukhtasirun, sisi hatuna uwezo wa kufikiria katika maisha yetu, na tujione kwamba sisi ni madhaifu. Hamama ya kumla insani, yote atakapokuwa binadamu, basi kila mmoja anafahamu yeye mwenyewe kwamba ni dhaifu. Katika nukta moja tutakayowasaidia itakayokuonyesha udhaifu wako wewe ni kwamba hatuna tunalofahamu. Ukiweka tu mkono wako katika macho yako, kuna unachokiona baada hapo? Hakuna katika maisha. Kwa hiyo unaonyesha udhaifu wa kila mmoja wetu. Hakuna binadamu ambaye labda yeye katika maisha yake anaishi bila anayotaka katika mfumo wake. Hakuna. Maana kila mtu akilala, ikiwa tamka asubuhi, basi lazima ajisafishe. Hakika maisha tuliyoishi. Mama yakun, awe ni muumini awe ni kafir, basi maisha yake yanakuwa ni haya. Mfahamiana eh? Ayo, hadi fitratullah allati fatara an-nas alaiha. Kwa hiyo tuifahamu hilo jambo. Kwa hiyo haya ni maneno ambayo yatakusaidia katika maisha yetu. Ni maneno ya sira, tukishikamana nayo basi unajiwekea ujira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal mu'minu la yarju illa min Allah. Na mu'min hataraji isipokuwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Was-salatu nur, na sala vile vile ni nuru. Tunayasema as-salatu nur, swala ni nuru. Hapa tadkhulu as-salawatu al-mafruḍa wan-nafila. Kwa hiyo zote hizi ni nuru mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, zitakumurikia wewe siku ya Kiyama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wasta'inu bis-sabri was-salah. Kullu hadhihi al-ayat tata'allaqu bis-salah wa fadhailiha. Was-sadaqatu burhan, na sadaqa ni burhan. Burhan bimaana al-hujja, na sadaqa ni ikhraju mali fi ta'atillah, ni mtu kutoa mali. Sadaqa kutoa mali ndio aslu sadaqa, lakini si kwamba sadaqa imefungwa na mali pekee yake, la, lakini aslu sadaqa ikhraju madha, ikhraju al-mali. Wa qawluhu burhan ay dalilun ala sihhati al-iman. Mfahamiana, لأنه لا يجود بالمال مع حبه له إلا من في قلبه إيمان، وإلا فالمال محبب إلى النفس. Mali zote inapenda, sio? Lakini mtu anaitoa kwa mapenzi kutoka katika nafsi yake kumpa mwingine. Kwa hiyo hii itakuwa ni hoja kwake siku ya Kiyama.
وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والصبر ضياء. الصبر ضياء، na subra itakuwa ni mwanga, itakuwa ni mwanga, maana yake ni nuru kwa yule anayefanya subra. Wal Qur'an hujjatun laka au alayka, na Qur'an itakuwa ni hoja kwa wewe, maana yake itakuwa ni mtetezi wako siku ya kiyama, au alayka, au itakuwa ni maangamivu kwa wewe siku ya kiyama, ima ikutetee au ikuangamize. Qur'an kullu an-nas yaghdu, kila mtu anapoamka asubuhi anatoka nyumbani kwake, laisa kadhalika. Fabai'u nafsahu, kuna kundi la watu wanaotoka nyumbani, kuna mtu ambaye anaiuza nafsi yake. Tumefahamiana? Fabai'u nafsahu famu'tiquha, kila mmoja anaifanyia biashara nafsi yake, ndio mauzo ndio yakusudia. Kila mmoja akitoka asubuhi nafsi yake kama vile inaingia kwenye kazi. Fabai'u nafsahu famu'tiquha, imma uiache huru nafsi yako kutokana na moto kwa yale utakayoyafanya, au mubikwa, au uiwekee utumwa, maana uiangamize nafsi yako kutokana na yale utakayoyafanya katika ile siku yako. Kwa kila mmoja anapotoka asubuhi, imma aiache huru nafsi yake kutokana na moto kwa yale utakayoyafanya, au aiingize mwenyewe nafsi yake katika moto. Alhadithu rawahu al-Imam Muslim rahmatullahi alayhi. Wa bihadha naktafi, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.